Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameendeleza mashambulizi yake ya maneno dhidi ya operesheni ya kijeshi ya Marekani inayojulikana kama Project Freedom, akionya kuwa mkakati huo unaweza kuigeuza kabisa sura mgogoro huo unaoendelea katika mlango wa Hormuz na kusukuma katika hatua hatari zaidi. Kupitia ujumbe wake katika mtandao wa X, Araghchi alieleza kuwa kinachoendelea si tu mvutano wa kawaida wa kijeshi, bali ni mgogoro mpana unaohusisha maslahi ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi ya mataifa mengi duniani. Katika uchambuzi wake, Araghchi alisisitiza kuwa historia ya migogoro ya kimataifa imeonyesha mara nyingi kuwa matumizi ya nguvu za kijeshi huchochea migogoro badala ya kuimaliza. Alifafanua kuwa uwepo wa vikosi vya Marekani katika eneo hilo pamoja na operesheni za kusindikiza meli za kibiashara unaweza kuonekana kama hatua ya kujihami, lakini kwa upande wa Irani ni ishara ya uchokozi na shinikizo la kisiasa. Hali hiyo, kwa mujibu wake, inaongeza uwezekano wa makosa ya kimkakati ambayo yanaweza kusababisha mapambano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Mvutano huo umeongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni kufuatia taarifa za mapambano ya baharini ambapo Marekani ilidai kulenga na kuzuia boti za kijeshi za Irani karibu na njia za usafirishaji. Ingawa Marekani imesisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kulinda usalama wa meli za kimataifa na kuhakikisha uhuru wa usafiri wa majini, Iran imezitafsiri kama ukiukwaji wa mamlaka yake na jaribio la kuonyesha nguvu katika eneo hilo nyeti. Eneo la mlango wa Hormuz lina umuhimu mkubwa wa kipekee duniani, likiwa lango kuu la usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati kwenda masoko ya kimataifa. Zaidi ya theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari hupita katika njia hiyo nyembamba, jambo ambalo linafanya kila tukio la kijeshi au la kisiasa katika eneo hilo kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Araghchi alionya kuwa kuendelea kwa operesheni za kijeshi kunaweza kusababisha hofu katika masoko ya nishati, kupanda kwa bei ya mafuta na hata kuvuruga minyororo ya usambazaji wa kimataifa. Mbali na ukosoaji wa Araghchi, alitoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kidiplomasia, akieleza kuwa bado kuna dirisha la matumaini kupitia juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Pakistan. Kwa mujibu wake, mazungumzo hayo yameanza kuonyesha dalili za mafanikio ya awali, huku pande husika zikionyesha utayari wa kusikilizana, ingawa bado kuna tofauti kubwa za misimamo. Alisisitiza kuwa mafanikio ya mchakato huo yatategemea kwa kiasi kikubwa utayari wa Marekani kupunguza masharti yake na kuacha mbinu za shinikizo la kijeshi. Aidha, alieleza kuwa Iran iko tayari kushiriki katika mazungumzo yenye tija yatakayoheshimu uhuru wake na maslahi yake ya kitaifa, lakini haitakubali kile alichokiita diplomasia ya kulazimisha inayosindikizwa na vitisho vya kijeshi. Kauli hiyo inaakisi msimamo wa muda mrefu wa Tehran kwamba mazungumzo yoyote lazima yafanyike kwa msingi wa usawa na kuheshimiana, bila upande mmoja kujaribu kutawala mwingine kwa nguvu. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kauli ya Araghchi kama sehemu ya mkakati mpana wa Irani kujenga uungwaji mkono wa kimataifa dhidi ya hatua za kijeshi za Marekani. Wanasema kuwa kwa kuonesha wazi hatari za operesheni ya Project Freedom, Iran inalenga kuishawishi jumuiya ya kimataifa, hususan nchi zinazotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati, kuunga mkono suluhisho la kidiplomasia badala ya kijeshi. Kwa upande mwingine, Marekani imeendelea kusisitiza kuwa operesheni hiyo ni muhimu ili kulinda usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji na kuzuia vitisho vinavyoweza kusababishwa na Irani. Hata hivyo, msimamo huo unaendelea kukosolewa na Irani pamoja na baadhi ya wadau wa kimataifa wanaoona kuwa hatua hizo zinaongeza hatari ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.